Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ndugu yangu, na kukaribisha tena katika sehemu ya 10, ikiwa tunaendelea kukumbushana na mirathi katika Uislamu. Leo tunaangalia aqsamul warithina, kwa maana migawanyiko ya warithi. Hawa warithi ambao tumekwisha wataja kule, wanaume idadi yao walikuwa 15 na wanawake idadi yao ni 10. Hawa wanawake pamoja na wanaume wamegawanyika sehemu mbili katika kurithi kwao. Katika kurithi wamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, alwarithuna bilfardhi, wapo wale ambao wanarithi kwa mafungu, yani ana fungu lake, ana nusu au ana robo, ana fungu gani kama tulivyotaja yale mafungu. Lakini sehemu ya pili, wapo ambao alwarithuna bitaswib, wao wanarithi kwa kusubiri, wanarithi kwa kitakachobaki, yani kitakachobaki ndio wanapewa. Kwa hiyo sehemu ya kwanza wanarithi kwa fungu maalumu, anapewa robo lake, anapewa nusu yake. Huyu wa pili yeye anarithi kwa kusubiri, wakishapata wale wa mafungu kinachobaki basi ndio kinaenda kwake. Tukianza kwa wale ambao wanaorithi kwa mafungu, wa kwanza kabisa binti wa marehemu. Wa pili bintu libni, binti wa mtoto wa kiume, kwa maana mjukuu huyu. Wa tatu al-ummu, mama, mama. Wa nne aljadda, bibi. Wa tano al-ukhtu shaqiqa, kwa maana dada, baba mmoja mama mmoja. Huyu ana fungu maalum, lakini ili apate fungu maalum lazima inda mfiradiha, awe peke yake, kwa maana asiwepo kaka yake, asiwepo yule ambaye atamsubirisha, asiwepo. Wa sita al-ukhtu liabi, dada wa baba mmoja, na huyu hivyo hivyo inda mfiradiha, awe peke yake, asiwepo kaka yake, asiwepo yule ambaye atamsubirisha. Wa saba al-ukhtu li ummi, dada wa mama mmoja. Dada wa mama mmoja anapata fungu maalumu liadami wujudi al-far'i al-warith wal asli al-warith, kwa sharti wasiwepo matawi ya mrithi, kwa maana wasiwepo watoto au wajukuu, na wasiwepo asili ya mrithi, al-aslu al-warith, asili ya mrithi, kwa maana asiwepo baba wala babu, wasiwepo hawa, kwa maana wazazi wasiwepo. Wa saba azauja, mke naye ana fungu lake maalumu. Wa nane, sasa kuanzia wa nane hawa ni upande wa wanaume, baba al-abu. Wa tisa aljaddu, babu, lakini babu atapata fungu lake maalumu liadami al-abi, asiwepo baba, yani baba asipokuwepo akawepo babu anashika nafasi ya nani? Ya baba. Ama wa 11 al-akhu li ummi, kaka ambaye tumechanga mama mmoja, huyu naye ana fungu maalum. Na wa 12 azauj, mume naye ana fungu maalum. Ama upande wa pili, wale ambao wanaorithi kwa kusubiri, yani kitakachobakia, alwarithuna bitaswib. Wa kwanza kabisa al-ibnu, mtoto wa kiume. Mtoto wa kiume hana fungu maalum. Mtoto wa kiume huwezi kusikia anaseti anapewa nusu, anapewa robo, na yeye anasubiri kitakachobaki. Wa pili ibnu libni, kwa maana mtoto wa mtoto wa kiume, mjukuu wa kiume huyu wa mtoto wa kiume. Wa tatu al-akhu shaqiqa, kaka baba mmoja mama mmoja, kaka baba mmoja mama mmoja. Wa nne al-akhu li abi, kaka baba mmoja, al-akhu li abi, kaka baba mmoja. Wa tano al-ammu, baba mdogo au baba mkubwa. Wa sita ibnu al-ammi,
mtoto wa baba mdogo au baba mkubwa. Ibnul ammi, mtoto wa baba mdogo au baba mkubwa. Wa 7 ibnul akhi, mtoto wa kaka, mtoto wa kiume huyo, mtoto wa kaka. Wa 8 almu'tiq, almu'tiq, mu'tiq kwa maana yule ambaye alimnunua mtumwa akamwacha huru. Huyu naye hana fungu maalum, yeye anasubiri kitakachobaki. Ndugu yangu, hii ndio migawanyiko ya warithi ambao tumesema imegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni wale ambao wanaurithi kwa mafungu maalum, na sehemu ya pili wanarithi kwa kusubiri, yani kitakachobaki. Wanaurithi kwa mafungu maalumu, wa kwanza kabisa ni binti wa mtoto wa kiume, mama, bibi, dada, baba mmoja, mama mmoja, lakini asiwepo kaka yake au asiwepo yule atakayemsubirisha. Alafu al-ukhtu liabi, dada baba mmoja, na hivyo hivyo asiwepo kaka yake. Kisha al-ukhtu liummi, dada mama mmoja, wasiwepo watoto wala wajukuu wala baba wazazi, kwa maana wasiwepo. Alafu kuna zauja, mke, al-abu, baba mwenyewe, al-jaddu, babu, lakini babu asiwepo baba. Alafu kuna kaka wa mama mmoja, alafu mume. Wanaurithi kwa kusubiri kitakachobaki, mtoto wa kiume, mjukuu wa kiume huyu, kwa maana mtoto wa mtoto wa kiume, alafu kaka baba mmoja mama mmoja, kaka baba mmoja, baba mdogo au baba mkubwa, mtoto wa baba mdogo au baba mkubwa, mtoto wa kaka, alafu na yule ambaye alimnunua mtumwa akamwachia uhuru wake. Hawa ndio ambao wanaurithi katika migawanyiko hii miwili. Ndugu yangu, jitahidi hapa ufuatilie vizuri kwa utaratibu, kwa sababu kuna mlolongo wa watu wengi, lakini ukitulia Mwenyezi Mungu atakufahamisha, na nakuombea hilo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na atufahamishe sote, atuzidishie ilmu, ajalie haya katika mizani ya mema yetu siku ya Kiyama. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tutane katika sehemu nyingine insha Allah.